Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaruhusiwa na kina haki ya kufanya shughuli zake zote za kisiasa na kutumia mali zake. Kile kikubwa zaidi ambacho ningependa kuzungumzia, kulikuwa na kesi leo vile vile ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo dhidi ya Said Isa Mohamed. Alikuwa na kesi yake na wale wenzake wawili ambao walifungua kesi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tulikuwa tumeweka pingamizi zetu kuhusiana na ile kesi kuwa mahakamani. Kwa bahati mbaya Jaji Mwanga leo amekataa pingamizi zetu na kunania kwamba bado mahakama ina mamlaka, kwamba hata kama yale masuala ambayo tumeyasema kwamba yanagusa masuala ya katiba, amesema ni masuala ambayo ni sawa tu, kwamba ni vyema kesi isiende katika mahakama ya katiba bali iendelee kuwa katika mahakama ya kawaida. Sisi kwa upande wetu ni kwamba tunaona kwamba hatujafurahishwa sana ule uamuzi, lakini tunataka jopo la mawakili wa chama na wengine kuweza kupitia uamuzi huo na kuangalia hatua gani tutakayofanya. Lakini kesi ile imeahirishwa hadi tarehe 17 mwezi wa pili kuweza kuendelea. Na mkumbuke vile vile kuna maombi madogo ambayo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameomba kujiunga na ile kesi. Yenyewe atasikizwa tarehe 17 mwezi wa pili katika ukumbi wa wazi ambao sehemu kubwa itakuwa mwenyekiti Lissu aliomba kwamba kesi hiyo isikilizwe katika ukumbi ule ambao kesi yake jinai inaendeshwa. Kwa maana tutaanza na hiyo kesi saa 2:30 na baada ya hapo ndio kesi ya jinai iweze kuendelea. Sasa napenda kutumia fursa hii kuweza kuambia nadhani mnakumbuka siku moja kabla ya mazishi ya mwenyekiti wa kwanza wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mzee Edwin Mtei, chama kilitoa tamko rasmi kwamba ile amri ya zuio ambayo ilitolewa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 dhidi ya shughuli za chama na matumizi ya mali za chama kwamba imefikia ukomo wake. Napenda kusisitiza kwamba kwa mujibu wa amri ya mahakama amri ya sheria ya mwenendo wa kesi za madai ni kwamba amri ya zuio una ukomo tu wa miezi 6. Sasa amri ile kuanzia tarehe 10 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 mwezi wa 12, miezi 6 ilikuwa imekamilika. Kwa hiyo kuanzia tokea siku hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaruhusiwa na kina haki ya kufanya shughuli zake zote za kisiasa na kutumia mali zake. Ile amri ya injunction haipo tena. Hiyo kwa hiyo watu wafahamu kwamba kokote wanachama wa chama hiki na viongozi wa chama hiki wafahamu kwamba kama mwanasheria mkuu niliandika kwamba ile amri imefikia ukomo. Na kwa maana hiyo sio kwa sababu mimi najua kuzungumza, bali ni kutokana na maamuzi ya mahakama ya rufaa katika kesi ya African Hunting ambayo ilitoa utafsiri mwaka 90 miaka ya nyuma, ikasema kwamba amri ya injunction inadumu tu kwa miezi 6, labda kama uhai wake umeongezwa. Maana yake yule ambaye ameiomba akapewa kabla miezi 6 haijafika au haijaisha, lazima ana jukumu la kwenda mahakamani na kuomba aongezewe tena hiyo muda mwingine wa hiyo amri. Lakini mahakama hairuhusiwi kutoa zaidi ya mwaka ya jumla yake. Amri hiyo haiwezi kaongezwa ikawa na jumla ya kupita mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa sisi Said Isa na wenzake wale wawili hawakwenda mahakamani kuweza kuomba kabla tarehe 10 ya mwezi wa 12 2025. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wanachama wasijione wanyonge kana kwamba wao bado wana mazuio. Msiwe na mazuio kwenye vichwa vyenu. Amri haipo ambaye ufanye kazi, maana yake ndio mwenyewe umekataa kutekeleza tu majukumu yako. Una haki ya kufanya shughuli zako na kuendelea shughuli. Kwa hiyo viongozi wa chama wote wako hapa wananisikia, chama kiendelee na shughuli zake, kitumie mali zake na kifanye kazi yake inavyotakikana kama ambavyo nilikuwa nimeelezea, kwa sababu sio maneno yangu bali ni uamuzi wa mahakama ya rufaa ambao tunaongozwa katika nchi hii. Uamuzi wa mahakama ya rufaa ndio ambao ni uamuzi wa mwisho, ni kama sheria, na hiyo tunafuata uamuzi wa. Asante sana.